muendelee kusaidia taifa letu, muendelee kusaidia wananchi wetu, kuendelea kusaidia rais wetu kufanikisha azma yake ya ara zake 4, lakini kujenga umoja wa taifa letu bila kubaguana kabila, rangi, dini. Kila mtu na dini yake, kila mtu akae na dini na imani yake. Ile dini kama watu wengine ambao kuvua nguo hizo kwa kweli hazitaruhusiwa, sababu si maadili ya kumwabudu Mungu kwa kutokuwa na mavazi, kukaa uchi. Huyo atakuwa ni mchawi huyo. Na huyo mchawi atakuwa anatoka nafikiri kwa Mheshimiwa Kingu kule. Baada ya maneno hayo, Mheshimiwa Spika, kwa ruksa yako naomba sasa kusoma azimio la Bunge kuhusu mapendekezo ya kufanya marekebisho au mabadiliko katika kanuni za Bunge. Imetolewa chini ya kanuni 176 fasili ndogo ya kwanza na pili na fasili ya 3 kifungu kidogo cha 3 na nyongeza ya 8 ya kanuni ya kudumu za Bunge toleo la Februari 2023. Kwa kuwa upo utamaduni wa mabunge ya Jumuiya za Madola kufanya maboresho au mabadiliko katika kanuni zinazotumika kwa ajili ya kutumiwa wakati wa bunge linalofuata, na kwa kuwa katika bunge hili zimekuwa zikijitokeza changamoto za mara kwa mara za matumizi ya tafsiri wakati wa uendeshaji wa shughuli za bunge, na kwa kuwa kumejitokeza uhitaji wa kuweka kwenye kanuni baadhi ya masuala mapya ya kibunge kwa ajili ya kuboresha na kuweka usimamizi mzuri wa shughuli za bunge, na kwa kuwa kamati za kanuni za bunge ilifanya uchambuzi wa changamoto za matumizi ya kanuni na kutafakari maeneo mapya yanayohitaji kuweka masharti ya kanuni, na kwa kuwa kamati ya kanuni imeona umuhimu wa kufanya maboresho au marekebisho, na kwa kuwa kanuni 137 fasili ya 3 fasili ndogo ya 3 na nyongeza ya 8 ya kanuni inaipa mamlaka kamati ya kanuni kujadili na kutoa mapendekezo juu ya kufanya marekebisho au mabadiliko katika kanuni, na kwa kuwa kanuni ya 176 fasili ndogo ya kwanza na pili inaipa kamati mamlaka ya kuwasilisha bungeni mabadiliko ya kanuni za bunge kwa njia ya azimio, na kwa kuwa kanuni 178 imetoa masharti kwamba baada ya kupitisha azimio la bunge la mabadiliko ya kanuni zinazotumika zitafutwa. Kwa hiyo basi bunge linaazimia kwamba mapendekezo, marekebisho ya mabadiliko ya kanuni za kudumu za bunge kama ilivyowasilishwa kwa mujibu wa kanuni 137, 176, 178 na kanuni za bunge la toleo la Februari 2023 yanapitishwa. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Waheshimiwa wabunge, hoja imeungwa mkono. Asante sana. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.